Taarifa mbaya kwa serikali ya William Ruto ni kwamba Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wamekubali kuzika tofauti zao za kisiasa kando na kufanya kazi pamoja. Kwa lugha ya Kimombo inaitwa handshake. Na yule ambaye ameweza kufanya hilo likatendeka ni kiongozi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka, mwenye amehakikisha kwamba viongozi hawa wawili wanarudiana, kwa sababu unaelewa, kipindi kimoja Uhuru Kenyatta na Rigathi Gachagua walikuwa marafiki wa chanda na pete. Kabla sijaweza kukuchanganulia kwa undani zaidi zoezi la kuleta viongozi hawa wote wawili, Rigathi Gachagua na Uhuru Kenyatta pamoja, liliweza kufanyika wapi na ni lipi lengo la kuleta Gachagua pamoja na Uhuru Kenyatta pamoja, na itakuwa ni hatari ipi kwa serikali ya William Ruto. Kabla hatujaweza kufika hapo, mpenzi mtazamaji, ninakuomba kwa moyo mkunjufu uweze kuchukua sekunde yako 1, 2, 3, like video hapa chini, bonyeza subscription tafadhali, alafu sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi viwili vitatu. Ukifanya hivyo utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa hichi kituo, mpenzi mtazamaji, kama njia moja ya kuweza kukuza hichi kituo ambacho kinajisimamia na kuweza kukuelezea taarifa ambazo ni za kweli. Sasa kuna kitu ambacho napaswa kuelewa hapa, mpenzi mtazamaji. Uhuru Kenyatta na Rigathi Gachagua kipindi kimoja walikuwa marafiki. Rigathi Gachagua alikuwa msaidizi wa Uhuru Kenyatta kwa kipindi kirefu, yani personal assistant. Lakini wawili hawa waligeuka wakawa mahasimu wa kisiasa, haswa tukiwa tunaelekea katika uchaguzi wa mwaka 2022. Gachagua alikuwa na muunga mkono William Ruto. Uhuru alikuwa na muunga mkono Raila Odinga. Gachagua alikubali kwamba alitumika na William Ruto kumkanyaga shingo Uhuru Kenyatta na kumchafulia jina. Mnakumbuka kipindi cha maapisho kutoka Kasarani, Gachagua aliweza kusimama na kusema kwamba wamepokea serikali ambayo uchumi wake umeharibika. Kitu hicho hakikuweza kumkaa vizuri Uhuru Kenyatta. Mnaelewa, kipindi ambapo Gachagua alipokuwa madarakani bado kuna majambazi ambao waliweza kusimamiwa na maafisa wa polisi, wakaenda wakavamia shamba lake Uhuru Kenyatta, wakaiba mbuzi kutoka upande wa Northland. Viongozi hawa Gachagua pamoja na Uhuru Kenyatta wakawa maadui ambao hawaonani. Gachagua akaja akaondolewa madarakani, akawa na uchu wa kuunganisha eneo la Mlima Kenya liwe nyuma yake ili kuweza kupea Mlima Kenya mwelekeo, kwa sababu Gachagua anasema kwamba amekubali aliweza kupotosha eneo la Mlima Kenya katika uchaguzi uliopita. Gachagua amekuwa akitamani sana siku moja waweza kufanya kazi pamoja na Uhuru wa Kenyatta. Hatimaye Uhuru Kenyatta ameweza kukubali, jinsi ambavyo gazeti la The Standard siku ya Jumanne tarehe 3 mwezi wa pili mwaka 2026 linaripoti jinsi ambavyo naona hapo, linasema kwamba the one term plan, yaani wanapanga kumpeleka William Ruto nyumbani
mwaka 2027. Tunaelezwa hivi: one candidate fresh details have emerged on how former Nigerian President Olusegun Obasanjo is brokering a truce between ex-President Uhuru Kenyatta and the former Deputy President Rigathi Gachagua to forge a united opposition against William Ruto in 2027. Multiple sources say the plan took shape at a meeting in Nigeria attended by Wiper leader Kalonzo Musyoka, where the leaders agreed on the need for a single formidable challenger. Plans are now underway to make it happen. Yaani tunaelezwa kwamba kuna taarifa ambazo zimeweza kutolewa mpya kwamba aliyekuwa rais wa Nigeria Bwana Olusegun Obasanjo ameweza kuunda handshake kati ya Uhuru Kenyatta pamoja na Rigathi Gachagua kama njia moja ya kuweza kuunda tiketi ya muungano wa upinzani ili kuungana pamoja kumtoa madarakani William Ruto. Taarifa zaidi au vyanzo vya habari zaidi vinaeleza kwamba katika mkutano ule Kalonzo Musyoka ndiye alikuwa kama mtu ambaye anaunganisha hii handshake, na sasa tunaelezwa kwamba walikubaliana kwamba waweze kuungana pamoja ili Gachagua na Uhuru Kenyatta waweze kurudiana, na tunaambiwa kwamba tukio hilo litafanyika mwezi huu wa pili. Uhuru Gachagua wataandaa sherehe waweze kusameana, wasameane dhambi, wasameane kabisa, wakuwe marafiki. Hii ni hatua nzuri. Kwa hivyo ni hatua nzuri kwa mrengo wa upinzani, kwa sababu tumekuwa tukiona vita upande wa Mlima Kenya, chama cha Jubilee wakipigana na chama cha DCP chake Rigathi Gachagua, lakini siku za hivi karibuni vita hivyo vimekimya. Ninaona Gachagua na Fred Matiang'i kutoka Jubilee wapo pamoja, ishara kwamba hiyo handshake imeweza kuivana. Katika kanda hii, mpenzi mtazamaji, ninataka nikueleze ni kwa nini Gachagua Uhuru Kenyatta wanataka kuunda handshake, alafu nikueleze ni kwa nini handshake hii ni hatari mbaya kwa William Ruto. Tafadhali piga subscription, bonyeza kengele, sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi viwili vitatu ili tukue familia kubwa. Sasa handshake ya Uhuru Kenyatta na Rigathi Gachagua itakuwa ni taarifa nzuri kwa mrengo wa upinzani, kwa sababu watakuwa kwenye upande mmoja, watakuja pamoja waweze kujadiliana, waone ni nani ambaye watamtoa kukuwa candidate wa upinzani, kwa sababu iwapo Uhuru na Gachagua wataweza kuelewana, Uhuru atamtoa candidate wake agombee kiti cha urais, na Gachagua na mirengo mingine watawatoa candidate wao kuweza kugombea kiti cha urais. Kwa hivyo hii ni ishara kwamba wanaleta pamoja kura zote za upinzani kuweza kumpea candidate mmoja. Namba 2, tunataka ama Gachagua na Uhuru wanataka kuunganisha eneo la Mlima Kenya liwe chini ya candidate mmoja, tukiwa tunaelekea katika uchaguzi wa mwaka 2027 mwaka kesho. Tunaelewa kwamba eneo la Mlima Kenya liko na kura nyingi sana, zaidi ya milioni 10. Endapo Gachagua atamtoa candidate wake, Gachagua na yeye unajua yuko famous, na Uhuru Kenyatta aweza kumtoa candidate wake, zile kura zitagawana, it will be divided. Sasa wanataka kuleta zile kura zote kutoka eneo la Mlima Kenya pamoja, wanataka kuziunganisha ili waweze kuzileta pamoja, wapeane mwelekeo kuelekea kwa Mlima Kenya, tukiwa tunaelekea katika mwaka 2027. Kumbuka kwamba mwaka 2022 mlima iliweza kugawanyika, sasa hivi wanataka kuuleta mlima huo
pamoja. Namba 3, hii ni taarifa njema kwa Gachagua kwa sababu watakuwa wamerudiana urafiki. Uhuru Kenyatta na Gachagua watakuwa wamerudisha urafiki wao, kwa sababu angalia, William Ruto juzi wameweza kurudiana na mtoto wa Moi, wamesalimiana. William Ruto aliweza kurudiana na Raila Odinga. Ni kipi ambacho kitazuia Gachagua yeye asija karudiana na urafiki ama asija karudisha urafiki na Uhuru Kenyatta? Kwa hivyo hii itakuwa ni bora kwake Gachagua kuweza kurejesha urafiki ambao alikuwa nao na Uhuru Kenyatta. Vile vile hii ni njia moja ya kuweza kuunganisha upinzani, na hii ni njia moja Uhuru anaonyesha kwamba yupo tayari kukubaliana na yeyote yule ambaye atakuja kutolewa kugombea kiti cha urais kutoka kwa mrengo wa upinzani. Kumbuka kwamba Kenyatta family iko na pesa sana, kwa hivyo yule ambaye atakuja kutolewa they can bankroll aweza kupigia kampeni. Namba 1, kwa taarifa mbaya kwa William Ruto, muungano wa upinzani Gachagua na Uhuru Kenyatta kuungana pamoja ni habari mbaya kwa William Ruto. Kwa nini? Eneo la Mlima Kenya litaungana kama sumaku na kuamua sasa kuweka kura kwa kikapu kimoja. Tunaelewa kwamba Kenyatta family inapendwa sana Mlima Kenya, wako na ushawishi Mlima Kenya. Alafu Gachagua na yeye yuko na ushawishi. Viongozi hao wawili wote wakikuja pamoja wataweka kura upande mmoja. Kumbuka kwamba kuna wale ambao wana regret, wanajutia mbona hawakumsikiliza Uhuru Kenyatta, na kuna wale ambao wanasema kwamba watamsikiliza Gachagua. Wote wakikuja pamoja, wakipewa mwelekeo na viongozi hao wawili, wataweka kura kwa kikapu kimoja, na hiyo itakuwa ni pigo kwa William Ruto. Kwa hivyo handishiki ya Uhuru Kenyatta na Rigathi Gachagua ni pigo kwa William Ruto, kwa sababu viongozi hawa wawili watakubaliana waweze kupeana mwelekeo wa Mlima Kenya kuelekea upande mmoja, na wale ambao ni wabunge kutoka eneo la Mlima Kenya ambao wako upande wa UDA wa William Ruto wataenda nyumbani. Trust me. Wazo lako ni lipi kipindi ambapo sasa hafla ya kuandaa handisheki kati ya Uhuru Kenyatta na Rigathi Gachagua inatarajiwa kipindi chochote kuanzia sasa?